Akisoma taarifa ya kamati hiyo kuhusu hali ya uchumi wa taifa, mwenyekiti wa kamati hiyo Mashimba Mashauri Ndaki amesema ni vyema mikopo inayochukuliwa na serikali ikatumika kama ilivyokusudiwa. Mfano, sehemu ya fedha za mradi wa P4R wa kiasi cha shilingi trilioni 4.5 zilipokelewa ndani ya miaka minne, zilitumika kwenye matumizi ya kawaida badala ya kuelekeza fedha hizo kwenye ujenzi wa miundombinu. Hivyo serikali ihakikishe fedha zinazokopwa zinaelekezwa kwenye shughuli za maendeleo na hivyo kuchochea ukuaji wa pato la taifa na kupunguza kiwango cha kiashiria hicho. Lakini pia kamati hiyo ikagusia swala la changamoto zilizopo katika sekta ya miundombinu hapa nchini. Mheshimiwa Spika, mtandao wa barabara nchini unakabiliwa na changamoto zifuatazo: fedha za mfuko wa barabara kutowasilishwa kwenye akaunti za mifuko, barabara nyingi kujengwa chini ya kiwango kutokana na ufinyu wa bajeti. 3, ujenzi wa barabara kutegemea bajeti ya serikali tu bila kuangalia njia nyingine za ugharamiaji wa ujenzi wa barabara kama vile ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. 4, kujenga barabara nyingi kwa pamoja kuliko kiasi cha fedha kilichopo, na matokeo yake hazikamiliki kwa wakati na kuongeza mzigo wa madeni sambamba na kuongeza gharama ya riba kutokana na wakandarasi kutolipa kwa wakati. Baadhi ya wabunge wakaendelea kujadili bajeti kuu ya serikali iliyowasilishwa bungeni Juni 11 na waziri wa fedha. Watu wote wanachukua pesa kutoka Wizara ya Fedha, wanalalamikia kupata pesa kutoka Wizara ya Fedha, lakini matumizi yanakuwa makubwa sana huku chini. Kama matumizi yanakuwa makubwa sana, basi na Wizara ya Fedha mngekuwa na kitu maalum, chombo maalum kinachochunguza kabla ya kugawa hizo fedha kwenye mawizara au kwenye sehemu fulani au taasisi fulani. Serikali ikijibana kununua magari, serikali ikijibana safari na sherehe, tunaweza kusave trilioni 1.5. Kwa tunajua kwamba inawezekana, Mheshimiwa Waziri, kwa sababu hamtakufa, mtatumia magari ambayo mko nayo na hizo pesa zitaenda kusaidia katika maendeleo ya nchi yetu. Wote tunakubali bandari ni miongoni mwa sekta mahsusi ambayo inachangia katika taifa letu kwa takriban 40% ya mapato yote ya TRA. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini ni ukweli usiopingika, taifa hatujawekeza katika taaluma hizi za port and coastal engineering pamoja na marine engineering ili tuweze kunufaika ipasavyo na rasilimali zetu za ndani kama bahari. Mheshimiwa Mwenyekiti. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mwanaasha Hamisi Juma, amesema Benki Kuu ina mchango mkubwa katika kuimarisha uchumi wa nchi, hususan katika kipindi hiki cha migogoro ya mali mbali ya kimataifa inayoathiri uchumi wa dunia. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Ni hafla ya kutimia miaka 60 tangu kuasisiwa kwa Benki Kuu ya Tanzania, ambapo ndani ya usiku wa chakula maalumu, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar ametumia fursa hiyo mbele ya wadau na wafanyakazi wa Benki Kuu makao makuu ndogo Zanzibar. Amesema kupitia sera mbalimbali za fedha na usimamizi wa sekta za kifedha, Benki Kuu imeweza kudhibiti mfumuko wa bei na kuimarisha thamani ya fedha sambamba na kuweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji nchini. Hatua hizi zimechangia kuimarisha ujumuishi wa huduma za kifedha, ambapo wananchi wengi zaidi wameweza kupata huduma za kifedha kwa urahisi, kuongeza akiba, kupata mikopo na kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji na biashara. Dr. Juma Malik Akili ni waziri wa fedha Zanzibar, anafafanua jinsi ya Benki Kuu ya Tanzania inavyorahisisha miradi ya maendeleo, ukuaji wa uchumi na uwekezaji visiwani Zanzibar. Ni chanzo cha finance, yani ina support financing kwa kupitia hati fungani na taratibu nyingine ambazo zinaisababisha ama zinaisaidia serikali zetu hizi kuweza kufanya matumizi hususan katika miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inatija kwa uchumi wa Zanzibar.
Akizungumza wakati akiwakaribisha wadau mbalimbali wakati wa hafla hiyo hapa Zanzibar, mkurugenzi Benki Kuu makao makuu ndogo ya Zanzibar, Ibrahim Joseph Malogoi, amefafanua jinsi ya Benki Kuu inavyotekeleza majukumu yake kama mshauri wa kodi na miradi ya maendeleo kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar sambamba na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na maboresho yanayoendelea kufanyika katika mazingira ya biashara nchini, vyote hivi vitachangia kwa pamoja katika ukuaji wa pato la Mzanzibari mmoja mmoja pamoja na pato la taifa kwa ujumla. Katika hafla hiyo, wananchi na wadau mbalimbali wa maendeleo wamesisitizwa kuwa na mashirikiano ya karibu na Benki Kuu ya Tanzania ili kuendelea na kasi ya usimamizi wa fedha zitakazosaidia katika uchumi endelevu. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Wakazi wa kitongoji cha Dundani kata ya Mkuranga wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani wamelalamikia moshi mzito na harufu kali kutoka kiwanda cha Sunshine na kusababisha ugonjwa wa mafua, kikohozi na macho. Huiomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kunusuru maisha yao. Taarifa kamili na Athumani Mihula. Kwa mujibu wa wakazi hao, kiwanda hicho kinachojihusisha na uchakataji wa mafuta machafu kimekuwa kikitoa moshi mzito, vumbi na harufu kali ambayo husambaa hadi kwenye makazi yao, hali inayodaiwa kusababisha mafua ya mara kwa mara, kikohozi, maumivu ya kifua, kuwashwa macho pamoja na matatizo mengine ya kiafya. Mbali na athari za kiafya, wakazi hao wameeleza kuwa kiwanda hicho kimekuwa kikikumbwa na matukio ya moto mara kwa mara, hali inayowalazimu baadhi yao kukimbia nyakati za usiku na kuhamisha familia zao katika maeneo mengine kwa hofu ya usalama wao. Kuhusu hichi kiwanda, kwa kweli tunateseka. Moshi una harufu mbaya, mafua, kifua, tunateseka kila siku na kwenda kwa Mungu. Tumehangaika kwa wenye viti wa vitongoji mpaka makaratasi mengine yafika wilayani, lakini majibu hatukuyapata. Kero tunaoipata humu ndani kiwandani, yani tunakooa mimoshi, hadi maji sasa hivi hatukingi hapa wala nini. Hao wakiambiwa hawana analoliongea lolote, wao wapo tu. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi kinanisumbua sana, kifua, kukohoa, nani sauti, kinalipuka moto, siku nyingine tunakimbia, tunamshana usiku, huku moto umewaka. Ulichokuwa nacho ndio hivyo hivyo, sangine uko uchi, unakimbilia kule. Hakuna hata mtu wa kukusaidia. Wenyewe tunajisaidia wenyewe. Akizungumzia malalamiko hayo, meneja utekelezaji sheria kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI, Mhandisi Luhuvilo Mwamila, amesema taasisi hiyo imeamua kukifungia kiwanda cha Sunshine baada ya kubaini kuwa kimeshindwa kutekeleza maelekezo mbalimbali iliyokuwa kiyatoa kwa lengo la kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Kiwanda hichi kinafanya usafishaji wa mafuta machafu ambao ni waste refinery, na shida yake kubwa pale tumebaini ni uchafuzi wa hewa kupitia moshi ambao unazalishwa wakati wanachoma mafuta machafu na pia harufu kali. Katika hatua nyingine, NEMKI pia imekifungia kiwanda cha Bail Paper kilichopo kijiji cha Mwanambaya kata ya Mipeko wilayani Mkuranga mkoani Pwani, kinachojihusisha na uzalishaji wa karatasi za chooni kutokana na kuzalisha maji taka yenye kemikali bila kuwa na mfumo madhubuti wa kuyatibu kabla ya kuyaachia kwenda kwenye mazingira, jambo ambalo ni kinyume na sheria za udhibiti na usimamizi wa mazingira nchini. Athman Mihula, Star TV, Pwani. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika siku ya gawio itakayofanyika Juni 30 mwaka huu Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Adam Luhomo ana undani wa taarifa hiyo. Taarifa hiyo imetolewa na naibu msajili wa hazina Lightness Mauki wakati akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuhusu siku ya gawio, ambapo itashuhudiwa taasisi za umma, kampuni ambazo serikali na hisa zikiwasilisha gawio na michango mingine kwa serikali. Taasisi za umma na kampuni ambazo tumewekeza zinawasilisha gawio na michango mbalimbali, ikiwa sio tu jukumu la kwao la kawaida, lakini ni jukumu la kisheria na ni wajibu wao wa kuhakikisha kwamba uwekezaji ule ambao umewekeza katika taasisi na mashirika haya unaleta tija, na sio kuleta tu tija ya kawaida kiuchumi, lakini pia yale mapato ambayo tunayapata tunakwenda kumkabidhi Mheshimiwa Rais. Aidha, amesema siku ya gawio 2026 ni jukwaa muhimu la kuonesha matokeo ya uwekezaji wa serikali, kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya mali za umma. Kauli mbiu ya gawio letu la mwaka huu au gawio deo 2026 ni uwekezaji wa umma wenye matokeo, nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira 2050.
Kama tunavyojua sasa hivi tunatembelea dira yetu ya 2050 ikiwa ni nguzo muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wetu wa nchi yetu nzuri ya Tanzania. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwamba kila rasilimali ambayo imewekeza katika taasisi na mashirika yetu inaleta thamani inayoonekana, matokeo yanayopimika na yanayogusa maisha ya kila Mtanzania. Aidha, kauli mbiu hii pia inahamasisha ufanisi na tija katika uwekezaji wa umma na nafasi ya taasisi katika uchumi wetu, na hususan tunavyoelekea katika dira 2050 ambayo ni nguzo yetu kama nilivyosema awali katika kufikia uchumi shindani, thabiti na wenye kuleta ustawi wa jamii yote. Uwekezaji wa umma ukisimamiwa vizuri kwa weledi na uwajibikaji unazalisha matokeo halisi yanayojenga na maendeleo endelevu yanayotupelekea hatua kwa hatua katika kufikia uchumi ambao tunautamani wa Tanzania wote. Imeelezwa kuwa hadi kufikia Juni 2025 serikali imewekeza zaidi ya shilingi trilioni 92. Hivyo siku ya gawio ni jukwaa muhimu la kuwapa wananchi fursa ya kuona matokeo ya uwekezaji unaofanywa na serikali kwa niaba yao. Adam Ruhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Serikali nchini imesema itaendelea kushirikiana na wadau katika sekta ya afya ili kuwezesha kufikia lengo la kupunguza vifo vya mama na mtoto hadi 70 katika vizazi hai 100,000 kwa utoaji wa huduma bora za afya. Taarifa zaidi na Diana Rose Charles. Akizungumza katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya huduma katika hospitali ya mkoa ya St. Joseph, Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi, ambaye pia ameweza kuzindua jengo la mama na mtoto, amesema hadi sasa vifo vya mama na mtoto nchini vimepungua kwa 80% kutoka vifo 556 mpaka vifo 106. Nyie mmekuwa wa kwanza kuongeza bidii zaidi kwa kuanzisha jengo hili la mama na mtoto ambalo litakwenda kutimiza maono ya kupunguza vifo vya mama na mtoto. Lengo la maendeleo SDGs, maendeleo endelevu, ni kufikia vifo 70 kwenye vizazi hai 100,000. Lengo la kuanzishwa kwa hospitali hiyo likatajwa ikiwemo ni pamoja na kuwezesha upatikanaji wa huduma za afya zilizo bora. Maana ya kuanzisha hospitali hii yalitokana na tukio lililogusa moyo wa mwanzilishi wetu alipomuona mama mjamzito akijifungua njiani kuelekea eneo lipo hospitali kwa sasa, ambapo mama huyu mjamzito alikuwa akielekea katika hospitali ya Mawenzi kwa ajili ya kupata huduma za uzazi. Mnamo mwaka 1998 alianza rasmi ujenzi wa kituo cha afya kwa msaada wa wadau wa ndani ya manispaa ya Moshi. Mwaka 2004 kituo hiki kilipandishwa hadhi na kuwa hospitali kamili inayotoa huduma bila faida yenye namba usajili 036207. Mnamo mwaka 2009 hospitali yetu ilipandishwa hadhi na kuwa hospitali teule ya halmashauri ya manispaa ya Moshi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mnamo tarehe 19 Februari mwaka 2026 hospitali teule St. Joseph ilipata mafanikio makubwa kwa kupandishwa hadhi na kuwa hospitali ya ngazi ya mkoa, yani St. Joseph Regional Hospital. Godfrey Mzava ni mkuu wa wilaya ya Moshi pamoja na Ibrahim Shah, mbunge wa jimbo la Moshi mjini, wanasema jinsi uwepo wa hospitali hiyo unavyosaidia wakazi wa Kilimanjaro, hasa wa manispaa ya Moshi. Na sisi tunawashukuru sana Wizara ya Afya, lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika mashirikiano hayo pamoja na mambo mengine, hapa wapo watumishi ambao wametoka serikalini na kuja kufanya kazi hapa kuungana na baba askofu, lakini pia kuungana na sisi hivi katika kutoa huduma kwa wananchi. Mimi kama mbunge wa jimbo la Moshi mjini nina kila sababu ya kujivunia mradi huu kuwa katika jimbo langu. Wananchi wenzangu wanapata huduma kwa wakati, huduma sahihi na huduma iliyokuwa karibu. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Viongozi wa dini wametakiwa kubadili mtazamo wa kuishi kuwa watatuzi wa changamoto mbalimbali, badala yake kuwa mstari wa mbele kuhimiza waumini kutumia fursa mbalimbali kujiletea maendeleo ya kiroho, kiuchumi na kijamii. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omari Husseini. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro Dr. George Pindua
amebainisha hayo wakati wa ibada maalum ya kuwaingiza kazini wakuu wa jimbo la Morogoro, akisisitiza mabadiliko ya kidunia yanagusa pia utendaji wa viongozi. Kanisa haliwezi kuendelea kutegemea mbinu za zamani kutatua changamoto za sasa na zijazo. Nendeni mkawe wabunifu. Dunia inabadilika kwa kasi na kanisa haliwezi kuendelea kutegemea mbinu za jana kutatua changamoto za leo na kesho. Tunahitaji viongozi wenye mawazo mapya, wenye uthubutu wa kuanzisha miradi endelevu, wenye uwezo wa kutambua fursa zilizoko katika maeneo yao. Na mimi sina mashaka na wewe mchungaji kule, lakini sina mashaka na msaidizi wako, na sina mashaka na mchungaji Mshukuru. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Daniel Mushi amesema serikali itaendelea kushirikiana na viongozi wa taasisi za dini kuboresha upatikanaji wa huduma. Tunawapongeza sana wanaosimikwa leo, na kama serikali tunayo imani kubwa kwamba uongozi wa jimbo unaosimikwa leo utaendelea kuimarisha ushirikiano mkubwa ambao umekuwepo tangu awali kati ya kanisa na serikali. Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wameeleza matarajio yao kwa viongozi hao wapya. Kwa kweli ninaamini kabisa kwamba hawa mkuu wa jimbo pamoja na msaidizi wake watatuletea maendeleo makubwa kabisa katika jimbo letu la Morogoro. Matarajio yetu, kwa sababu kuna mpango mkakati mpya wa diocese ambao umezinduliwa mwaka huu, tunatarajia viongozi wetu wapya wataenda kusoma na kupitia na kuhakikisha kwamba yale yote yaliyoko katika ule mpango mkakati yanafanyiwa kazi. Mafanikio ya kanisa kwenye utolewaji wa huduma mbalimbali ikijumuisha elimu, afya na ustawi wa jamii inaelezwa kuwa ni matokeo ya ushirikiano na taasisi mbalimbali. Kazi ya Mungu hatuwezi kufanya peke yetu. Kazi hii tunafanya pamoja na Wakristo wetu duniani nzima. Leo tunaomba kwa niaba ya pia kutakia kila laheri na Mungu abariki sana katika kazi hii. Viongozi hao wapya walioingizwa kazini ni pamoja na Mchungaji Reginald Makule kwa mkuu wa jimbo la Morogoro mjini, pamoja na Yohana Malekela kwa mkuu wa pili wa jimbo hilo. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Ulinzi shirikishi ni jukumu la kila mwananchi na chachu ya kuleta msukumo wa maendeleo kwa kufanya shughuli kwa amani. Wakazi wa mtaa wa Ngwale, kata ya Chanika, halmashauri ya wilaya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam, wametakiwa kuonyesha ushirikiano kwa kuchangia pesa za ulinzi ili kuongeza nguvu kwa vijana wanaojitolea kwa kazi hiyo. Sofia Malaki ana undani wa habari hii. Hao yamebainishwa na baadhi ya wananchi wa mtaa wa Ngwale, kata ya Chanika, katika mkutano wa hadhara kwa utaratibu wa kila baada ya miezi mitatu kupata taarifa za maendeleo. Na katika ajenda ya ulinzi na amani, wameelezea namna zoezi hilo linavyoratibiwa katika baadhi ya mitaa ambayo wamewaweka walinzi shirikishi jamii ya Kimasai na kuomba kuongezewa nguvu ili kukabiliana na matukio ya uhalifu. Tengeneze mifumo hapa leo, hakuna Masai, hakuna sijui nani, tuchague kamanda mkuu hapa, na kamanda mkuu atachaguliwa katika mazingira gani au kamati tutaunda vipi? Sasa yeye anayesema Masai kamkamata kampiga au anapiga mtu, Masai bakola ni jadi yake. Kwa hiyo tunaombeni Wamasai wafanye kazi zao. Tumetoka kuibiwa kuni zetu na mabanda. Serikali katika eneo unaweza kukuta kuna zaidi ya nyumba 1000 walinzi wanne. Hiyo sio kweli. Walinzi wale walinzi wanakaa sehemu moja tu. Naye mkaguzi wa jeshi la polisi kata ya Chanika kwa niaba ya polisi kata, Dr. Masumbuko Ngoso, amesema katika kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa ni wajibu wa kila mjumbe wa nyumba 10 kuhakikisha zoezi la ulinzi shirikishi linapewa kipaumbele kwa kutoa hamasa kwa wananchi. Lakini jambo la pili, imetaja walinzi ni wachache. Ndio maana tumesisitiza hiyo ni kazi ya wajumbe wa mashina. Msaidie huyu mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu wewe kwenye shina lako, kwa mfano shina namba 1 au namba 2, wewe ndio unawajua wananchi wako, tunatakiwa kuwasimamia. Kama wewe hutasimamia ulinzi kwenye eneo lako pale, wananchi wanaibiwa vitu au wanaonewa, basi wewe hufai kukaa kwenye nafasi. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Chanika Gaudensi Kashoka na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Ilala aliyehudhuria mkutano huo, Selemani Sangaraza, wamesema ulinzi huo ni muhimu katika kuleta maendeleo kwa wananchi, hivyo kila mmoja ana wajibu wa kushiriki katika zoezi hilo. Sasa ulinzi tunaozungumzia sisi ni wewe mwenyewe, kama alivyosema polisi, ni kupunguza
ile vurugu za kuibiana za kupoyana, kwa sababu wanaoiba na wanaotupora watoto wetu. Bali mwisho wa siku watufanye hivyo, tunabaki kuwa tunalalamika. Lakini kama alivyosema Mwenyekiti hapa, ni vizuri tushirikiane, tujitoe. Alafu mbili ni nyingi, vile vile ni dogo. Kama wewe unaona uwezi, kasema Mwenyezi vizuri, muda wa kulinda wanajipara, basi toa mbili vijana wakafanya kazi. Kutoka Dar es Salaam, Sofia Malaki, Star TV. Kanisa la Tabernacle Gospel Church TGC la Igoma limewekwa wakfu baada ya kukamilisha ujenzi wake, ambapo viongozi wa dini wametakiwa kusimamia vyema kanisa hilo kwa kufundisha mafundisho sahihi yenye kufuata misingi ya Kitanzania. Taarifa kamili na Sharifa Suleiman. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho. Kanisa hilo la Tabernacle Gospel Church House of Miracle linaloongozwa na Askofu Onesmo Molel limewekwa wakfu na Askofu Mkuu Joseph Shea na kushirikisha waumini na viongozi wa ndani na nje ya nchi, ambapo hapa Askofu Shea anabainisha lengo la kuwekwa wakfu kanisa hilo pamoja na Askofu Robert Bundala. Watu wawepo kwa ajili ya kumwabudu Mungu, lakini kujifundisha stadi za kazi na stadi za maisha. Maana moja ya maeneo mazuri ambayo watu wanaweza wakajifunza stadi za maisha ni eneo la kumwabudia Mungu. Lakini pamoja na hayo, lengo lingine ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kanisa limekuwepo kwa ajili ya kubadilisha maisha ya jamii kuwa na maisha yaliyo mema. Kwa hiyo watu wanapomjua Mungu, unaona jamii inaishi kwa amani, jamii inaishi kwa upendo, kwa sababu unakuwa na hofu ndani yao. Lakini sisi kama viongozi wa dini, na ninawaasa wenzangu, tuzidi kuwa wapatanishi kati ya jamii na Mungu, lakini pia kuona jamii ya Watanzania inampenda Mungu zaidi. Shughuli hii imeenda sambamba na sherehe ya miaka 40 ya utumishi wa Askofu Onesmo Molel ndani ya kanisa, akieleza nini vijana wanapaswa kufanya ili wamtumikie Mungu. Kutoka 1986 mpaka wakati huu nimetimiza miaka 40. Mambo ambayo nimejifunza siku ya leo ni kwamba nimejifunza kwamba kumbe miaka inaenda, na leo ninamshukuru Mungu kwa sababu amenifikisha hapa kwa ajili ya kutimiza miaka hii. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza katika shughuli hiyo, afisa tarafa wilaya ya Nyamagana Danti Kombe anasisitiza wajibu wa viongozi wa dini kwa jamii. Sisi ndio watumishi wa Mungu ambao tumepewa fursa hii. Taifa hili ni kubwa. Taifa hili ni kubwa. Tulilee katika kichwa cha Kristo. Ninaamini tutapata Tanzania nzuri, Tanzania ambayo inamcha Mungu, Tanzania ambayo ina uzalishaji mkubwa, kwa sababu tukiwa na amani uzalishaji unakuwepo. Kanisa hilo la TGC Igoma House of Miracle kwa sasa lina waumini zaidi ya 400, likitoa huduma ya kiroho katika mtaa wa Kilimo B, kata Igoma, wilaya ya Nyamagana, mkoani Mwanza. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mazingira bora ya uwekezaji yanayofanywa na serikali katika sekta ya nishati ya mafuta na gesi imeendelea kuwa kichocheo cha kuvutia wawekezaji na hivyo kusogeza upatikanaji wa nishati hizo karibu na wananchi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa Oryx Energies Tanzania Limited, Imani Mtafia, wakati wa uzinduzi wa kituo kipya cha Oryx, akisema lengo la kuzinduliwa kituo hicho ni kusogeza huduma za nishati ya mafuta pamoja na nishati safi ya kupikia ya gesi karibu na wananchi. Na hii inahakikisha jinsi tunavyozidi kuisupport serikali kwenye matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo kwa uwepo wa kituo hiki tunasogeza huduma zetu karibu zaidi na wananchi wa eneo hili. Na hiki kituo tumekianzisha, lengo ni kuangalia jamii inayotuzunguka, jamii ya Madale, mashamba ya gesi, kiwanda cha simenti, pamoja na watu wanaotoka eneo la Wazo, Tegeta. Wote tumeona kwamba ni mahali ambapo patakuwa ni pazuri, ni mahali ambapo patakuwa ni center nzuri kwa ajili ya kupata bidhaa ambazo zinatokana na Oryx. Kwa ni fursa kwenye eneo hili kwa sababu
wako vijana wengi walikuwa hana ajira, inawezekana kuwepo kituo hiki kupatikana ajira, wengine ni waumini wetu, dada zetu tukajuzi kwa haka za kufanya usafi hapa, walikuwa wanapata riziki zao, lakini pia kuna watu wanapata kazi katika kampu hapa wanapata riziki zao. Na mwisho wa Star TV ya dhuhuri, kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Jacqueline Venanzi, nikutakie mchana mwema na asante. Afrika katika biashara. Afrika si bara tu, ni nguvu ya kiuchumi inayotikisa ulimwengu. Tukiwa na eneo la kilomita za mraba milioni 30.3 na zaidi ya watu bilioni 1.4, hatuwezi kubishana na takwimu. Ndiyo, sisi ni Tanzania. Tunajivunia kuwa wa Afrika, tukiishi kwenye kitovu cha utajiri na mali asili zisizo na kifani. Lakini unazitumiaje fursa hizi kukuza uchumi wako? Karibu Afrika katika biashara. Hapa tunachechemua uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Tunakukutanisha na magwiji na watu mahiri watakao kufungua macho kuhusu fursa zilizojificha na namna ya